Mheshimiwa Mwenyekiti, bwawa hili kama nilivyosema linajengwa na wataalamu wa ndani, na bwawa hili lina lengo la kuvuna maji ya mvua kipindi cha mvua. Na bwawa hili gharama yake ya mradi ni shilingi bilioni 4.1 na mpaka sasa hivi tumepata bilioni 1.3. Na ukubwa wa bwawa hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni bwawa ambalo litaweza kuvuna maji lita bilioni 5.1 ambazo lita bilioni 4.2 ndizo ambazo tutapeleka kwa wananchi. Maji mengine kwenye design yatakuwa yanapotea kwa sababu ya evaporation na infiltration ya chini. Waziri amesoma Qur'ani, mkuu amesoma Qur'ani. Inafahamika mji wa Maka umetengenezwa, chimbuko lake ni maji ya Zamzam. Ilipogundulika maji ya Zamzam ndio mji leo umetokezea pale. Kwa hiyo kwa hiki kilichotokezea hapa ni kwamba amekwenda kutengeneza mji mpya kabisa kwenye wilaya yetu ya Uyui, na hawa wananchi wote zaidi ya 100,000 watafaidika kupitia haya maji. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hii wizara nendeni mkaipe hela, wanajua kutumia hela, na kila kitu ni maji kama mnavyojua. Na wizara hii na kamati hii inaitendea haki kauli ya maji, na ndio maana wanasema maji ni uhai, si ndio? Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza sana. Lakini niwapongezeni tena ninyi wizara na kamati kwa ujumla kuja hapa, kuja kutuona, kwa maana mmefanya jambo zuri, kwa sababu hata mimi leo nitalala usingizi kwa sababu nilisema hapa lazima waje. Ni waahidi ndugu zangu wana Igalula, mimi Juma Aweso nikiwa na katibu mkuu wangu wa Wizara ya Maji na timu nzima ya Wizara ya Maji, hatutokuwa kikwazo kwa jimbo hili la Igalula na wana Tabora kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Kwa hiyo tukijenga bwawa la umwagiliaji, ili bwawa likatuwekea miundombinu, watu watamwagilia, maana watalima kiangazi na watalima kipindi cha masika. Kwa hiyo watalima kipindi chote. Huo ndio mtazamo na ndio uelekeo. Niendelee kuomba kamati lisimamie swala la uvunaji wa maji. Tunaenda sasa hivi mabadiliko ya tabia ya nchi, wazee wangu. Huko miaka ya nyuma mlikuwa mkicheza katika chemchem, mlikuwa mkicheza kwenye mito. Leo mito haipo, imekauka. Kwa hiyo lazima tujikite kama taifa katika swala zima la uvunaji wa maji. Ya serikali ni ya kweli. Hii miradi, hii mitambo ili ikae muda mrefu na wenzetu wanaoitumia wawe waaminifu. Kwa maana sasa wapo sio Wizara ya Maji, lakini sehemu nyingine utaona mtu anachomoa kifaa kwenye mtambo huu aenda kauze kwenye gereda lingine. Mambo hayo msiyafanye. Mkifanya inakuwa dhambi kwa Watanzania, na malengo yale ya rais ya kumpatia kila Mtanzania maji hayawezi kufikiwa. Tunashukuru tumeiona, na sisi tutakuwa ni mashuhuda wenu kwamba ile mitambo, jamani wabunge, tumeiona na kazi kubwa tumeona ikifanya. Bwawa hili linaenda kutatua matatizo ya kata 4. Kwa hiyo alivyoona changamoto hii akaileta kwenu, na nyie kama kamati na bunge mkaliona hilo kwamba linafaa, mkapokea na mkaidhinisha fedha hizo bilioni 4.2 kuja kutekeleza huu mradi. Tunawashukuru sana kwa hilo. Mungu awabariki katika hilo. Lakini tunaomba mumpe mshirikiano mkubwa sana Mheshimiwa mbunge kwa namna ambavyo anatekeleza majukumu yake. Sisi kama wananchi wa kata ya Kizengi tuko tayari kuweza kusimamia huu mradi kwa kuulinda bila kuharibu mazingira kama ambavyo maelekezo yalivyo, na kama ambavyo tunatambua umuhimu wa hili bwawa. Kupitia DC tutachukua sheria na kuweza kusimamia wale ambao watathubutu kufanya vibaya, basi hatua kali zitachukuliwa ili kuweza kuwadhibiti. Hili nina imani kwa sababu wale tuliowachagua hawa hapa kwetu madiwani pamoja na wenye viti wa vitongoji na mtaa na serikali ya kijiji watalisimamia, na sisi tutakuwa tuko pamoja kulilinda bwawa hili, kwa sababu mimi nimetokea mto Igombe, najua kuhusu mazingira ya hapa. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa wale viongozi tuliowachagua tutakuwa nao bega kwa bega, na hii hali itafutika kwa muda mchache sana. Tulikuwa tunatoka saa 8 usiku, tunarudi wakati mwingine saa 10 au saa 12 na ndoo moja, ambayo haikizi mahitaji ya sisi na watoto wetu. Kwa hiyo mimi ninayo shukrani kubwa pamoja na kina mama wote wa Kizengi. Tunamshukuru sana Mama Samia.